Habari, kwa majina naitwa Catherine Godlove Yesaya. Mimi ni mwalimu na niko hapa leo kuzungumza ama kujadili kidogo kuhusu nafasi ya mzazi na mwalimu kwenye ustawi wa mtoto kitaaluma na kitabia. Karibu sana. Ualimu kwangu mimi ni wito, kwa sababu kumlea mtoto huwezi kufanya kumlea mtoto kama kazi tu, yani ambayo unafanya alafu unaondoka. Ni lazima iwe kutoka moyoni, kwa sababu malezi ya mtoto yanahitaji kwanza kujitoa sana. Na pili, unapokutana na watoto, bora angekuwa mmoja, unakutana na watoto ambao wametoka nyumba mbalimbali, wamezaliwa sehemu tofauti, wamelelewa kwenye mazingira tofauti. Ni lazima hicho kitu kiwe cha ndani, yani ni lazima kukaa na wale watoto kutoke ndani. Sio kwa sababu nafanya tu ili mwisho wa mwezi nilipwe, lakini ni lazima ufanye kwa moyo. Yani kwamba ninakaa na hawa watoto niwatengeneze wote wawe watu wa aina moja vile ambavyo mimi ninataka, tuongee lugha moja, tuelewane. Ninapoongea kila mtu anielewe. Lakini ukisema kwamba unafanya tu ili mwisho wa mwezi nilipwe, ndo hapo sasa unapojikuta unalipua tu na hakuna kitu unachokifanya. Utakuwa tu unatengeneza kizazi ambacho hakieleweki. Kwa ualimu mimi kwangu ni wito, ni lazima yani kile kitu kitoke ndani. Na mimi mara nyingi huwa ninaamini kwamba mimi mwalimu ni mtumishi wa Mungu, kwa sababu ni kitu ambacho Mungu ameniita kufanya. Hii ni kazi ya Mungu, yani tunafanya kazi ya Mungu, sio kazi ya mwanadamu. Of course unapokaa na watoto, kitu cha kwanza ambacho mwalimu anatakiwa kufanya ni kuwatambua wale watoto. Yani lazima utambue uwezo wa kila mtoto. Hiyo ndo hatua ya kwanza. Kabla hujaanza kufundisha, kabla hujafanya chochote, hujataka kuwapa kile ambacho wewe unataka kuwapa, ni lazima uwatambue. Ni lazima ujue huyu uwezo wake ni huu, huyu uelewa wake ni huu, huyu kiwango chake kiko hapa, huyu kiwango chake kiko hapa. Kwa hiyo kutambua ndo kunakusaidia wewe kujua kwamba sasa huyu ninapofundisha namwangalia zaidi huyu kabla ya wengine. Kwa experience yangu kwa kweli sijawahi kukutana na hizi kesi, labda ni ile ikiwa kwenye hatua za mwanzoni. Unajua mimi napendaga ile wanasema first impression matters. Mimi darasa langu ninapokutana nao kwa mara ya kwanza kabisa, huwa ninawapa mimi kile kitu ambacho ninakitaka. Kwanza ninawaambia mimi ni mtu wa aina gani, lakini kwa nini, nataka nini kwenye darasa langu. Sihitaji watu kutengana, sisi wote ni marafiki humu kwenye hili darasa. Hamna huyu sio rafiki yangu, huyu ni rafiki yangu. Sisi wote ni marafiki. Mimi ni rafiki yenu na nyewe wote ni rafiki zangu, na kila mtu humu ndani ni rafiki wa mwenzake. Kwa vyovyote vile, hata nikimkuta mtu amempiga mwenzake, kusolve kwangu kesi, jambo la kwanza ni kuombana msamaha. Lazima amwambie sorry, lazima amkumbatie, lazima wajue kwamba wao ni marafiki. Kwa kesi ya bullying, lazima wale watoto kwanza kuna kitu wanakuwa nacho kwenye akili. Wale ambao wanamfanyia bullying mwenzao, kwanza ni lazima wamuombe msamaha mwenzao, lakini baada ya hapo kuna kukaa chini kuongea nao. Ni lazima kuongea na wale watoto, kwa sababu wanafanya hivyo wakihisi kwamba ni kitu kizuri, ama wanahisi kwamba wanajiburudisha na nini, lakini kumbe ni kitu ambacho sio kizuri. Kwa hiyo inahitaji pia sessions za kuongea nao. Utaongea nao leo, kesho utawafuatilia, siku 2 3 utawaita tena, bado mnafanya hivi, utaongea nao. Yani wanahitaji kuongea nao, wanahitaji counseling. Changamoto kwa kweli ni kwamba mimi ninafundisha kutokana na mtaala unavyonielekeza. Sasa nikikutana na watoto ambao wanauelewa tofauti, ina maana hata alikotoka kuna vitu vilibaki nusu. Kwa anapokuja kwangu, kuna vitu vile vya nyuma inabidi mimi nimpe, na kuna ile kwamba mtoto alikosa msingi. Sio kwamba alikosa msingi, saa nyingine msingi haukuingia vizuri. Kwa anapofika kwangu ni lazima nifundishe kulingana na mtaala, lakini pia nimpe msingi aliokosa yule mtoto. Kwa hiyo najikuta sasa hapo nina kazi ya ziada, aidha ya kutafuta muda wa ziada ili nimsaidie yule mtoto kumpa msingi au vitu alivyovikosa kule nyuma, lakini hapo hapo nihakikishe kwamba kile kitu ambacho mimi ninatakiwa kudeliver kwake kulingana na mtaala nimpe. Kwa hiyo ndio changamoto. Issue hapo ni issue ya mtaaluma na tuseme mwalimu mkuu,
wale walimu mara nyingi wanachukuliwa walimu wenye experience. Haina kigezo kikubwa zaidi ya experience. Ama mwalimu amefundisha darasa ya nyuma lile yani tuseme labda darasa mtihani tukisema la 4 au la 7. Mwalimu alifundisha watoto wake vizuri sana wakiwa darasa la 3 au la 6. Kwa hiyo lile somo wanaona kabisa huyu mwalimu hili somo lilimfaa, yani alilivaa likakaa kweli, watoto wakamuelewa mpaka yani nyewe wote mnafurahi yani jinsi wanavyoperform watoto. Kwa vyovyote vile watasema tumpe huyu mwalimu aendelee nao hapa kwa sababu alienda nao vizuri. Lakini kitu kingine wanachoangalia ni experience. Kwamba huyu mwalimu ameshafundisha darasa la mtihani na kitu alichofundisha somo lilieleweka na tulipata A na nini na nini na nini, kwa hiyo wanampa. Hicho ni kipengele muhimu sana hicho. Wazazi bwana, ngoja kwanza kabla sijaanza kujibu swali niseme hiki ni kilio chetu walimu wengi. Wazazi wengi akishamleta mtoto shule yeye amemaliza. Yaani hataki kujua A wala B, anategemea mwalimu apambane yule mtoto abadilike, kama ndo alikuwa ajui, kama alikuwa vipi avuke hatua, kama alikuwa na tabia mbaya iwe nzuri bila yeye kuhusika kwa chochote. Yaani yeye akishambwaga pale anategemea mwalimu afanye kila kitu. Jamani wazazi, hicho sio sawa. Yaani mwalimu na mzazi ni watu wawili ambao wanatakiwa kushirikiana ili kumbadilisha mtoto. Kuna mzazi anakuletea mtoto anakwambia teacher huyu hapendi kuoga. Huyu teacher sasa hivi hataki kupiga mswaki. Yaani hebu pambana naye. Sasa mimi nipambane naye sawa, mimi nitafanya kwa sehemu yangu, lakini ukijitoa wewe usitegemee mtoto atabadilika. Kwa hiyo mzazi ana nafasi kubwa sana. Ni lazima tushirikiane. Mimi kwa mfano nilikutana na mzazi mmoja, yule mama nilimpenda. Kuna shule moja nilikuwa nafundisha nikakutana na yule mama. Yule mama anapambana, yani mtoto akirudi nyumbani na yeye ana maswali yake ya kumpa mtoto kulingana na kile mwalimu alichofundisha. Na alikuwa anasema kabisa, mwalimu mimi najua kipindi chako wewe ni dakika 40 tu. Dakika 40 haziwezi kutosha. Yaani sawa wewe una dakika 40 lakini na mimi lazima niongeze effort hapo kwenye hizo dakika 40 ili tuhakikishe mambo yanaenda sawa. Kwa hiyo ina maana mtoto anaporudi na madaftari nyumbani hata kama ni ya homework tu anaangalia leo kumetolewa homework gani na anatengeneza maswali yake ya ziada pale. Anampa mtoto, anamsimamia, anafanya. Kwa hivyo hivyo, kwa hiyo yeye anafanya na mimi nafanya. Yule mtoto aliperform vizuri. Yule mtoto alikuwa performance yake ilikuwa chini, lakini kwa sababu ya juhudi za mama yake, yule mtoto aliperform vizuri kuliko wengine. Kwa hiyo mzazi ana nafasi kubwa. Yaani mzazi anatakiwa, mimi ninapoacha, wewe unapokea pale, unaendelea kidogo. Mwingine atasema, mimi sijaenda shule, sijui kitu chochote mnachofundisha, sijui nitaanzia wapi. Lakini kuna nafasi ile ya kuongea na mwalimu, kuna kuongea na mwalimu. Mimi huwa ninawapa uhuru wazazi ambao mimi nafundisha watoto wao. Kwamba usiogope kunipigia simu. Nipigie simu, niulize teacher, hapa ni vipi, hapa ni vipi? Bora nikufundishe na wewe ili tumsaidie mtoto. Kwa mimi muda wa kukufundisha wewe ninao. Kwamba hicho kinatakiwa kiwe hivi 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 na hivi na hivi na hivi. Kwa na wewe kule unanisaidia ukiwa naye nyumbani, unamfundisha na mimi akirudi huku namfundisha. Kwa inasaidia. Mimi huwa ninawapa uhuru wazazi ambao mimi nafundisha watoto wao. Kuna mtu nilikutana naye akasema confidence ya watoto siku hizi inamalizwa shuleni. Ni kweli bwana, walimu hawazeeki, walimu hatuzeeki.